Hiyo ndio sehemu ilibaki peke yake ya watu wa darasa la 7 na watu wengine. Unapoferi unaenda kuhangaika kwenye madini ambayo tumewekewa na Mwenyezi Mungu. Hanakuja mtu tena huku naye anaingia na moko, tunapishana naye kwenye maduara. Mheshimiwa Waziri, hii sio sawa. Kama operation hii imefanyika Kariakoo, tunaomba na kwenye sekta ya madini waje na wao. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi niweze kuchangia. Mimi ni mjumbe wa kamati. Cha kwanza nampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa kazi nzuri sana aliyoifanya kwenye sekta ya madini. Lakini la pili nimpongeze sana kwa kumchagua Mheshimiwa Mavunde pamoja na Mheshimiwa Kiruswa. Ni halali kabisa, kwa sababu hata mimi mwenyewe naamini sasa kwamba wizara hii kama tutaboronga tena, sidhani kama kuna waziri mwingine mwenye taaluma na madini atakuja kutusaidia kama Waziri Mavunde. Najua kabla ya kuwa mbunge na kuingia kwenye waziri, wewe ulikuwa mwanasheria wetu wa FEMATA. Kwa hiyo unazijua shida zote za wachimbaji. Sasa umekabidhiwa rungu, tuna imani kubwa sana kwamba utatusaidia. Lakini nimshukuru pia Mheshimiwa Rais na kumpongeza kwa kumteua Katibu Mkuu Samamba. Samamba tunamfahamu, amekulia kwenye madini. Kwa hiyo ni nyie wenyewe tu kwa kweli sasa mbolonge, lakini tuna imani hakuna chochoro yoyote ambayo hamuifahamu. Tusaidieni tuepushe migogoro kwa wachimbaji, lakini tuikuze hii sekta. Namshukuru pia na kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa kumteua Lwamo Engineer kuwa mtendaji wa tume. Wote hawa ni vijana ambao wamekulia kwenye madini. Lakini ninayo mambo ambayo natamani kushauri pamoja na pongezi. Mheshimiwa Waziri, mimi natoka Geita. Na leo nitazungumza kwa upole, na nisipopata majibu na leo nitashika shilingi kwa mara ya kwanza na siiachi. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi natoka Geita. Tunayo sheria yetu ya CSR. Mheshimiwa Waziri, tunapokubaliana na mwekezaji wa mgodi, inaletwa Wizara ya Fedha, yale makubaliano yetu yanaenda Wizara ya Fedha, TAMISEMI na kwako. Halafu mmemkasimisha mkuu wa mkoa. Baada ya kujiridhisha tunasaini mkataba. Kwa akili yangu mimi, tukisaini mkataba huo ni utaratibu tayari, ni sheria ambayo iko Wizara ya Fedha, iko Wizara ya Madini na TAMISEMI. Sasa Mheshimiwa Waziri, mimi kwenye halmashauri yangu na halmashauri ya Geita mjini tunadai zaidi ya bilioni 20. Ukipiga hesabu yetu sisi tunadai bilioni 27. Walioikubali wao ni bilioni 23. Mheshimiwa Waziri, bilioni 23 kwenye halmashauri zetu kama ingekuja, hii ni kichocheo kikubwa sana cha maendeleo. Hebu imagine katika miaka hiyo ni miradi mingapi imesimama na hela yetu wao wenyewe wamezuia. Na matokeo yake Mheshimiwa Waziri, wameanza kuleta barua ya kuondoa baadhi ya miradi kwa matakwa yao wenyewe. Lakini Mheshimiwa Waziri, tumekuja kwako, wewe ndo regulator wetu. Sasa usipotusaidia wewe, labda sasa uturuhusu tukatumia njia za shortcut ambazo mimi nazijua, tukizitumia siku mbili tu tutakaa kuelewana. Kwa kweli Mheshimiwa Waziri, bilioni 23 natamani kuiona inaingia kwenye miradi. Vinginevyo Mheshimiwa Waziri, ninajiuliza au hutamani niendelee kurudi kwenye nafasi hiki kiti nimwachie mtu mwingine. Lakini kama unatamani niendelee, bilioni 23 Waziri, bila kauli yako, haki ya Mungu, hii hatutaelewana. Lazima nikueleze ukweli. Hii ni pesa nyingi, na hii pesa imeshaingizwa kwenye mipango ya serikali ya Mama Samia. Tunaiomba hiyo pesa itoke kabla ya mimi sijamaliza siku zangu tarehe 28 mwezi wa 6, tuwe tumeshaanza kupambana kwenye miradi. Na Mheshimiwa Waziri, mimi ni mjumbe wa kamati. Tumeenda kwenye ziara Nyamongo wote wajumbe. Tulifurahi sana na tukafurahi. Na ukiangalia modo ya CSR, waanzilishi wa CSR ya migodi mikubwa ni sisi Geita. Lakini sisi ndio sasa tunaongoza kwa kufeli. Tulipoenda mgodi wa Barrick tulikuta wao wana ushirikiano mzuri, kwamba wakishamaliza kusaini ile MOU, watekelezaji wanakuwa halmashauri, kazi ya mgodi wao ni kuchimba na kulipa. Tukapongeza, lakini baadaye mkaja mkatoa kanuni
za kuwapa mamlaka wao wenyewe wa procure, wao wenyewe wasimamie. Sisi halmashauri tunakuwa watazamaji, hata kujua mradi unaendaje haturuhusiwi. Sasa mheshimiwa, tumesimama muda mrefu sana na kisingizio imekuwa ile kanuni. Ukisimama hapa nataka uniambie kanuni ile unaiachia lini ya kuturuhusu sisi halmashauri? Ikiwa Mama Samia anatuletea matrilioni ya hela, halmashauri yangu ina karibu bilioni 67 na hatuna matatizo, tunakaguliwa tunakuta tuko vizuri, inakuwaje shilingi bilioni 23 tunashindwa kuamini wataalamu wetu? Wafanye procurement, tusimamie wataalamu wetu, mainjinia wa serikali, wao wafanye kazi ya kulipa. Na ndio kilichowaleta, hawakuja kufanya kazi ya kujenga madarasa, wao kazi yao ni dhahabu. Mheshimiwa Mwenyekiti, sitakubali usiponipa majibu mazuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna watu pale Geita wana mipasuko, mpaka leo hatupati majibu. Mheshimiwa Waziri, kuna kijiji kinaitwa Nyakabare, kina watu zaidi ya 30,000. Mgodi umechukua barabara yao. Taarifa. Mgodi umechukua barabara yao. Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Msukuma tafadhali, taarifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kumpa taarifa mchangiaji Mheshimiwa Msukuma. Mimi niko kwenye kamati ya LAC. Wanakataa kutoa pesa kwa sababu pesa haitumiki ipasavyo. Kwa hiyo halmashauri hazina utaratibu mzuri wa kutumia hizo pesa. Ndio maana wao sasa ndio maana wao wameamua sasa kuwa wenyewe ndio purchasing officers, wenyewe ndio wanaotengeneza huo mradi. Kwa hiyo halmashauri zijirudi. Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Joseph Kasheku Msukuma, unapokea taarifa? Naipokea taarifa ya mama kwa sababu mama ameshaniambia anaenda kustaafu, sitaki kumjibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi halmashauri ya Geita tumeletewa zaidi ya bilioni 67 na tuna hoja ya ukaguzi kwenye kamati yao ya LAC. Tunazo hoja ndogo ndogo, tumezitumia vizuri. Wai milioni 23 na tuambia halmashauri hazina uwezo wa kutumia. Kwa vile ni mstaafu, naomba ni muhifadhi. Mheshimiwa Mwenyekiti, wananchi wa Nyakabare zaidi ya wananchi 30,000, mgodi umechukua barabara yao. Halafu unatoa gari moja ya kubeba watu 50, kule ni porini, mahitaji yako mjini. Wanatoa gari moja tu kwa siku, watu 53 wapelekwe mjini saa 12 na kurudisha saa 12. Hii sio haki. Mheshimiwa Mavunde, hii sio haki. Kama wanataka kupora hiyo barabara, waweke utaratibu, watoe magari 24/7, ni watu wafanye kazi zao za maendeleo. Mahitaji yako mjini, tunaishi kama tuko South Africa. Mheshimiwa Waziri, ninakuomba sana Mheshimiwa Waziri, hilo ulizingatie. La pili, Mheshimiwa, swala la ndege. Mimi nilikuwa wa kwanza mwaka jana kukupigia makofi. Helikopta ya kupima madini imefika wapi? Kama imeishiwa mafuta nikuchangie. Mbona sikuelewi? Sasa hivi umekuja tena na sera ya ndege nyuki. Mheshimiwa Waziri, wachimbaji wadogo hawaaminiki popote kwa sababu hawana taarifa. Ulipokuja na mpango wa kununua helikopta, kila mtu anayetoka kwenye sekta ya madini tulikuunga mkono na tulipiga makofi. Ukisimama hapo tuambie ile ndege kama iko njiani au inamaliziwa au bado inapaka rangi, ili tuweze kujua. Usije tena na mambo ya ndege nyuki hapa, hatutakuelewa. Swala lingine Mheshimiwa, swala la technical wageni. Mimi natamani kukushauri Mheshimiwa Waziri, ile operation iliyofanyika Kariakoo kuwaondoa wawekezaji feki wanaouza mpaka t-shirt. Ninakuomba Mheshimiwa, nimeona umetoa na kanuni, lakini hizi kanuni hata kwenye kamati mimi sikushiriki, sikuziona. Ninakuomba Mheshimiwa, tayari umeshatoa kanuni na zisoma hapa. Si sawa Mheshimiwa. Hebu jaribu kutembea kule migodini. Yaani wageni nao tena wanaingia duarani na moko. Tunahitaji wageni wa diesel. Sasa tutafanya kazi gani Mheshimiwa Waziri? Hiyo ndio sehemu ilibaki peke yake ya watu wa darasa la 7 na watu wengine. Unapoferi unaenda kuhangaika kwenye madini ambayo tumewekewa na Mwenyezi Mungu. Hanakuja mtu tena huku naye anaingia na moko, tunapishana naye kwenye maduara. Mheshimiwa Waziri, hii sio sawa. Kama operation hii imefanyika Kariakoo, tunaomba na kwenye sekta ya madini waje na wao. Tunataka wawekezaji ndio, lakini waje na kitu. Hata sisi tunaenda kuwekeza huko nje, kuna masharti. Hauwezi kuwa na mwekezaji anakuja na $100,000 unaita mwekezaji. Mheshimiwa Waziri, hii si sawa. Tunakuomba sana ufanye doria kwenye la mwisho Mheshimiwa, sababu alichukua muda wangu. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunayo sekta ya wachimbaji wadogo. Mheshimiwa, naomba uhitimishe tafadhali. Nahitimisha Mwenyekiti, naomba kumwambia Mheshimiwa Waziri, katika haya ya CSR
na ubadilishaji wa kanuni, usipokuja na majibu mazuri, nimeshaandika kabisa na kukushikia shilingi. Kwa hiyo ujiandae majibu mazuri kwa niaba ya wananchi wa Geita. Asante sana Mheshimiwa.